Kwa majina ni Penina Mweni, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Siku ya leo ningependa kuwakaribisha sana katika channel yangu pale YouTube ambayo inaitwa Sayuni TV 62. Maana yake huwa ninasema ya kwamba sitakaa kimya, ni kwa ajili ya Sayuni. Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu. Njooni nyote tubarikiwe pamoja. Amen. Leo ni siku ambayo ninamshukuru Mungu. Amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu kwa maisha yangu. Kila wakati huwa najiuliza ni kwa nini Mungu umeniamsha siku ya leo. Umeniamsha nifanye nini? Umeniamsha nitende yapi mbele zako niweze kukutukuza. Siku ya leo ningependa kujifunza mambo na watu yale ambayo yanakaa ndani ya moyo wangu, ambaye nimeona ya kwamba yamekuwa yakitesa watu katika nyumba zao, na Mungu ambaye yeye ni mwaminifu ndio alinena. Siku ya leo nataka tukajifunze kuhusu yatima na wachane. Katika kitabu cha Kutoka 22 mstari wa 22, maandiko yanasema ya kwamba tusimtese mtoto yatima wala tusimtese mjane, kwa sababu ukiwatesa halafu wakati wanapomulilia Mwenyezi Mungu, maandiko yanasema ya kwamba Mungu huwa anawasikiliza. Tena karudi akasema ya kwamba tusimtese mgeni, mtu ambaye ametoka nchi nyingine akaingia katika nchi yetu, kwa sababu hata sisi wenyewe tulikuwa wageni katika nchi ya Misri. Hao ni watu ambaye Mungu anasema ya kwamba tusije tukawatesa. Mtoto yatima ambaye ni mama mjane ambaye ni mgeni katika nchi. Na wakati mwingine huwa tunatesa watoto yatima sana. Ni kama ya kwamba ni sisi tunaona tuko wema mbele zake Mwenyezi Mungu. Hatuko wema. Maandiko yanasema ya kwamba anayeweza kumkasirisha Mwenyezi Mungu ni wakati wewe mwenyewe unamtesa ule mtoto. Wewe ni wakati unatesa ule mjane. Lakini imekuwa ni kama mazoea. Unakuta ndio huyo mtu ni mjane, unakuta huyo mtoto ni yatima, lakini hataki kukaa kwa unyenyekevu, hataki kukaa ndani ya Mwenyezi Mungu. Yeye anatenda mambo machafu, yeye anatukana watu kwa jina ya mimi ni mjane, mimi ni yatima. Hapana. Maandiko yanasema ya kwamba lazima tukae tukimnyenyekea Mwenyezi Mungu. Lazima tukae tukimheshimu huyo Mwenyezi Mungu kila wakati, kwa sababu yeye ni mwaminifu ndani ya maisha yetu. Yeye ni Mungu na hakuna siku hata kuwa Mungu. Anasema ya kwamba tukawaheshimu kwa sababu hao watoto baba yao ni Mwenyezi Mungu. Katika kitabu cha Zaburi 68 mstari ni wa 5, maandiko yanasema ya kwamba Mwenyezi Mungu akae katika Sayuni, ambaye anakaa katika mlima mtakatifu. Yeye ni baba wa yatima, yeye ni mlinzi wa wachane. Kwa hivyo wakati we mwenyewe unaposimama na yatima, kaa ukijua ya kwamba unamkopesha Mwenyezi Mungu, na kwa sababu Mungu hapendi madeni, lazima Mungu aweze kukulipa. Lakini hata mbali na kuwasaidia wale watoto yatima, tumekuwa dhihaki kwao. Tumekuwa tukiwadhihaki kila wakati. Tumekuwa tukiwanenea maneno machafu. Tumekuwa tukiwanenea mambo ambayo hayastahili. Tumekuwa na mali lakini hatuwasaidii. Na wakati mwingine unaenda kuinua mikono mbele za Mwenyezi Mungu. Mungu anaangalia mtoto analilia katika jangwa, ambaye hana mzazi, ambaye hana yoyote ambaye atakayeweza kusikia kilio chake. Lakini unaona mtu ananena, anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu, na kuomba uweze kunena, na kuomba Mungu wa Israeli uweze kunibariki, na kuomba uweze kunitendea haya na yale. Lakini angalia, Mungu anasikia kilio cha mtu mgani. Tusiwe watu wa kutesa watoto yatima. Watoto yatima ni macho yake Mwenyezi Mungu. Wamama wachane kutoka miaka 60 kwenda juu, ambaye ni macho yake Mwenyezi Mungu. Na wakati mwingine, wakati tunaona tunafanya mambo ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu, ambaye tunafanya vitu ambaye ni chukizo mbele yake Mwenyezi Mungu, na Mungu mwingine saa zingine anashangaa kufanya nini. Kinachotakiwa ni kwamba wewe kama Mkristo, kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Jumamosi, umetembelea wachane wangapi? Umetembelea watoto yatima wangapi? Hata kama ni jirani yako, ama kazi yako ni kuadhiaki, ama kazi yako ni kuanenea mabaya. Tumekuwa Wakristo ambaye wameshangaza ulimwengu. Na ndiposa wakati mwingine unaona mtoto wa jirani ambaye ana uwezo, ambaye hata wakwenda shuleni, lakini wewe umebarikiwa, uko na mali,
na unainua mikono yako tena mbele ya Mwenyezi Mungu, unamuitisha mali mpaka hata Mungu anashangaa. Badala ya kupatia mali, anawachilia magonjwa mabaya ndani ya maisha yako, kwa sababu ananena katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 15, na akasema ya kwamba nyinyi ambaye mnaonitumainia, nyinyi ambaye mnaonipenda, nitakaa ndani yenu kila wakati, na yale magonjwa ambayo nilikuwa nimeachilia kwa wana wa Misri nitayatoa na kupatia maadui zenu. Sisi ambaye ni Wakristo huwa tunatenda yapi ambaye yanampendeza Mwenyezi Mungu, na ndiposa maandiko yanasema ya kwamba Mwenyezi Mungu akae katika mlima wa Sayuni, katika Zaburi 68 mstari wa 5, ni baba wa yatima na ni mlinzi wa wachane. Wewe kama unataka kumkusa Mwenyezi Mungu, umetenda gani kwa siku ama kwa wiki ama kwa mwezi? Ama wewe ni kujitakia wewe mwenyewe? Na ndiposa unaona wakati mwingine tunainua mikono yetu mbele zake Mwenyezi Mungu, tunakaa ni kama hatusikii, kwa sababu anatushangaa. Kuna watu wako na mahitaji, kuna watoto wanahangaika, kuna vilio sinasikika kule nyikani, watoto yatima wanalia, wachana wanalilia kwa nyumba zao, lakini hakuna atakayeweza kuwabariki. Sisi kama Wakristo tunataka tufanye namna gani? Tunataka Mungu atuinue namna gani? Tunataka Mungu atutendee mambo ya aina gani, kama ambaye hatuwezi tukafanya kama matendo yake vile nasema? Ukisema katika kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 27, maandiko yanasema ya kwamba ile ibada ambayo inaonipendeza mimi Mwenyezi Mungu ni hii: kuwasaidia watoto yatima, kuwalinda wachane katika mahitaji yao. Hiyo ndio ibada ile Mwenyezi Mungu ambaye anataka. Lakini unakuta watoto wanalia, unakuta watoto hata waendangi shuleni kwa sababu watoto wao wazazi wao walikufa, na tunaendelea na kuwadhihaki, tunaendelea na kuwatukana, tunaendelea na kuwanenea maneno machafu. Hata unasikia Mkristo anaambia mtoto enda kwa kaburi ya mama yako. Hakika tuko na Ukristo wa aina gani? Leo hii Mungu amenipatia ujumbe niweze kuwaletea, tuweze kuangalia mioyo yetu, tuangalie uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu, tuangalie ni ibada gani ambaye Mungu anataka tuweze kuyafanya, kwa sababu tumekuwa watu wa kibinafsi, tunajipenda sisi wenyewe. Hata Mungu akiwa katika mbingu anashangaa tuweze atatubariki namna gani. Na ndipo unaona nyumba zetu zinakuwa ni kama hasisimami. Unaangalia kuna mwimbaji aliimba akasema, naomba unijengee nyumba kwa sababu mimi nikijenga huwa inapomoka. Tunajenga nyumba namna gani? Tunajenga nyumba kwa misingi ya Kikristo, tunajenga nyumba kwa misingi ya kiungu, lakini sio maneno ya kuangalia vile ambaye tunaishi. Kitu kingine ni watoto wale yatima. Wewe ni mtu mzima ambaye wewe ni yatima, angalia mienendo yako, ndiposa Mungu aweze kukubariki. Kuna mwingine anadhihaki watu, anatukana watu hati kwa sababu yeye ni yatima. Hapana, wewe ni mama ambaye unatesa watu, wewe ni mzee ambaye unatesa watu kwa jina ambaye wewe ni mchane. Hapana, Mungu anapenda ambaye ni mtu mnyenyekevu, mtu ambaye ni mwenye upendo, mtu ambaye anapenda wenzake, mtu anapenda hata majirani. Hoi Mungu wa mbinguni, Ukristo tumepeleka wapi? Angalia Jehova vile wanasema katika kitabu cha Joeli, unasema vile walivyo makuhani wengi wamejitokeza, ndipo na wewe mwenyewe umewaandalia aibu. Angalia saa hii Jehova Mungu wa Israeli, hata katika mitandao Jehova, wale ambaye wanaitanishwa na wewe, wale ambaye watoto yatima wataangalia misaada kwao, wale ambaye wachane watakimbilia kwao, hao sasa. Na ndiposa nikaweza kusema ya kwamba ukiwa wewe ni mtumishi wake Mwenyezi Mungu, hebu angalia njia zako, kama utaki aibu, kama utaki aibu ambaye iweze kukuandama. Vile inasema ya kwamba katika kitabu cha Joeli 2, maandiko yanasema ya kwamba na walivyo wengi makuhani, hivyo ndivyo mimi Mwenyezi Mungu nitawaachilia aibu. Na ndiposa unaona sasa ukiingia kwa mitandao unakuta aibu ni ya watu wa Mungu ambaye wamecheza na neno lake Mungu, ambaye watambui kama Mungu ndio neno, ambaye watambui Mungu hayuko mbali na sisi. Wewe kama Mkristo, wewe unataka kusimama na kasi ya Mungu namna gani? Wewe unataka kuita Mungu kwa njia gani? Wewe unataka kujidhihirisha namna gani kwa huyo Mwenyezi Mungu? Ni kasi gani ambao utaenda kuambia Mungu ulifanya, ama ni aibu ulitanda kila mahali? Kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba tuliookolewa na Yesu Kristo, katika kila kiungo cha miili yetu kilipaki kuwa viungo zake Mwenyezi Mungu. Huwezi ukakuwa na tusi watu, huwezi ukakuwa na unadhihaki watu,
Huwezi kuwa na hutaki kutembelea wachane wala yatima. Huwezi kuwa na waongea mabaya, kwa sababu Mungu ako mbinguni. Watumishi wa Mungu, tuweze kusikia vilio za watoto yatima, ndiposa naye Mungu akasikie kilio cha moyo wetu, akasikie vilio za watoto wetu, akasikie mahitaji yetu, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Lakini tumekuwa mazoea na neno lake Mwenyezi Mungu. Neno lake Mwenyezi Mungu, unaona watu wa dunia, mtu anaamka anasema vile anataka, hata wanasema hakuna Mungu. Ni kwa sababu ya tabia zetu, wale ambaye Mungu ametuchagua. Maandiko yanasema ya kwamba katika Yeremia 23, wale wao wachungaji, wale ambaye wanaotawanya kondoo zangu, wakati hasira yangu itashuka, nitaweza kukusanya wale kondoo zangu na kuwaletea wachungaji, kuwapatia wachungaji wapya. Mungu akiwapatia wachungaji wapya, wewe utakuwa wapi? Utakuwa unalilia wapi? Utaanza kusema umeinukiwa na nani? Muache tusimama naye Mwenyezi Mungu. Naye maandiko yanasema ya kwamba yeyote atakayesimama naye Mwenyezi Mungu hataweza kutuacha, kwa sababu Mungu ni muweza, Mungu ni muweza, Mungu ni mwenye nguvu, Mungu ni mwenye uwezo. Anatenda, anainua kila wakati, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Jina lako litukuzwe na jina lako likainuliwe, na hakika ukaweze kutufungua mioyo, tuweze kujua ya kwamba sisi ni akina nani mbele za macho yako. Wakati tunapokaribia wewe, wakati tunapofunjika mbele yako, wakati tunaposelenda mikuuni mwako, sisi ni akina nani. Na hakika Mungu utatubariki. Tukiwa na upendo, Mungu utatubariki. Nilisema mahali pengine, tukiwa na upendo hata hakuna haja ya kufunga nyumba, kwa sababu kila mmoja anapenda mwenzake. Mungu wa mbinguni, tuweke huyo moyo wa upendo, na hakika Mungu wa mbinguni atatuwezesha, kwa sababu hili ndio neno, hili ndio silaha, hili ndio ngao yake Mwenyezi Mungu. Na Mungu Mwenyezi Mungu ataweza kututenda mema, kwa sababu yeye ni mwaminifu kila wakati na kila saa. Naamini ya kwamba ujumbe utafikia mtu, na ndani ya moyo wake ataweza kusimama, ndani ya moyo wake atavunjika kwa mabaya, aweze kusimama na huyo Mungu, kwa sababu Mungu wetu ni wa milele. Maandiko yanasema ya kwamba katika Warumi 1:17, wenye imani wataishi. Wacha tuwe na imani na matendo yetu ikae kama imani yenyewe, kwa sababu kuna Mungu katika mbingu. Mungu wa mbinguni akatutende mema, Mungu wa mbinguni akatuinue, Mungu wa mbinguni akatunenee, Mungu wa mbinguni akanene nasi kila dakika, kwa sababu yeye ni Mungu na hakuna awezaye kama yeye, hakuna awezaye kama wewe, na hakuna atakayeweza kuwa kama wewe Mwenyezi Mungu. Jina lako likainuliwe, kwa sababu wewe ni Bwana, na mkainuliwe. Na ninawapenda sana. Amen and amen.